Hapa tupo kituo cha kupoza umeme cha Inyonga. Tumefanikiwa kuchaji laini yetu ya umeme yenye usongo wa kilovoti 132 kutoka Ipole mpaka hapa Inyonga ambayo ni wilaya ya Mlele. Baada ya siku mbili wananchi wataanza kupata umeme wa gridi ya taifa. Kwa sisi kazi yetu ilikuwa ni kuleta umeme hapa kutoka Tabora mjini mpaka substation ya Inyonga. Na zoezi hili tumekamilisha, tumetest parameters ziko sawa na line sasa hivi inapitisha umeme mpaka kituo cha kupoza umeme cha Inyonga. Kwa hiyo ni rai yetu pia kwa wananchi kwamba tunawasisitiza waendelee kutunza miundombinu ya umeme, kwa sababu serikali inatumia nguvu nyingi na fedha nyingi kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maendeleo. Laini hii baada ya kuwashwa sasa itakaa kwa kipindi kisichopungua masaa 48, alafu baadaye sasa tutawasha transformer za pale substation ambapo nazo zitakaa kwenye kipindi cha majaribio. Alafu baadaye sasa tutawasha laini zile ambazo zinapeleka umeme kwa wateja. Wananchi wa Inyonga lakini pamoja na Majimoto watapata umeme kutoka kituo chao cha Inyonga hivi karibuni, ambapo tunaelewa wote maeneo ya Majimoto ni maeneo ambayo yana mashamba mengi ya mpunga na shughuli nyingi za kibiashara pia zinaendelea kule. TIDCO pia inaendelea sasa na ujenzi na ukamilishaji wa laini ambayo sasa itaelekea upande wa Mpanda, ambapo baadaye pia tunatarajia kuiwasha hapo mwezi wa 6. Mara ya kwanza gridi inaingia kwenye mkoa wa Katavi ambao ni wilaya Mlele, watu watanufaika na umeme, na pia kibiashara watu watakuja ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kuwekeza, kwa sababu tutakuwa na umeme wa uhakika na shirika litanufaika kwa ajili ya kujipatia kipato. Tunawasihi wananchi wawe mabalozi wazuri kwa ajili ya kulinda miundombinu ya shirika, hata wao pia kwa ajili ya manufaa yao.